Kutoka +255 Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ripoti za Jambo TV kutoka Dar es Salaam, ambapo hivi tunavyozungumza na wewe, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kupitia kwa mkurugenzi wake wa sheria na haki za binadamu, wakili msomi Gaston Garubindi, ametoa taarifa kwa umma ya kwamba maombi ya habeas corpus kwa ajili ya kuiomba mahakama kuagiza jeshi la polisi limfikishe mahakamani au limpatie dhamana makamu mwenyekiti wa chama hicho kwa upande wa Tanzania Bara John Wegesa Heche yamefunguliwa rasmi na kusajiliwa rasmi Mahakama Kuu. Kupitia taarifa hiyo iliyotolewa leo Alhamisi ya Novemba 6, 2025, wakili Garubindi amesema maombi hayo yamefunguliwa na kusajiliwa Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam na kupangwa mbele ya Jaji Obadia Bwegoge, na kwamba kwa sasa wanafuatilia summons kwa ajili ya wajibu maombi ambao ni mkuu wa jeshi la polisi kwa maana ya IGP na wenzake watano akiwemo mwanasheria mkuu wa serikali. Imeelezwa kuwa maombi yao yamesajiliwa baada ya maombi ya awali yaliyowasilishwa Dodoma kukumbana na changamoto ya mtandao na hatimaye Heche kusafirishwa kutoka Dodoma na kurejeshwa jijini Dar es Salaam. Nikinukuu, anasema Mheshimiwa Heche ameshikiliwa na polisi tangu tarehe 22 Oktoba 2025 alipokamatwa na kudaiwa kusafirishwa kupelekwa Tarime, lakini baadaye ikafahamika hakupelekwa Tarime kama tulivyofahamishwa. Baada ya jitihada na kwa msaada wa Samaria Wema, ilifahamika kwamba alishikiliwa kituo cha polisi Mtumba jijini Dodoma bila kumpatia dhamana wala kumfikisha mahakamani kwa mujibu wa sheria za nchi. Ameendelea wakili Garubindi kusema kwamba juzi Mheshimiwa Heche alisafirishwa tena kurejeshwa Dar es Salaam, ambapo alifika jioni, na siku ya jana tuliwasilisha maombi Mahakama Kuu masjala ya Dar es Salaam. Wakili Gaston Garubindi amesema wataendelea kutoa taarifa zaidi kwa umma kuhusu maendeleo ya maombi hayo ya makamu mwenyekiti wa Chadema kwa upande wa Tanzania Bara John Wegesa Heche. Tukukumbushe kwamba kumekuwa na danadana nyingi kuhusiana na sakata linalomhusu makamu mwenyekiti wa Chadema yani John Wegesa Heche, na hasa tangu awali alipokuwa amekamatwa na mpaka hivi sasa tarehe 22 mwezi Oktoba 2025 ndivyo ambavyo alikamatwa kwa mara ya kwanza, na haikuelezwa moja kwa moja kitu gani ambacho hasa kitatokea baada ya kukamatwa ama nini hasa ambacho kitatokea, lakini baadaye ikaelezwa kwamba pengine angesafirishwa kupelekwa Tarime na kwamba kungekuwa na madai ya msingi ama kuna tuhuma ambazo zinamkabili huko, lakini mawakili wake na familia walipofuatilia Tarime na mkoa wa Mara kwa ujumla wake ikaelezwa kwamba hakuna kesi yoyote iliyowasilishwa hapo, lakini baadaye baada ya siku kadhaa ikabainika kwamba alipelekwa Dodoma na amewekwa katika kituo cha polisi cha Mtumba, ambapo hata hivyo mpaka hivi sasa tunazungumza kuwa na taarifa rasmi ya jeshi la polisi. Juzi tulitoka taarifa hata kwenye mitandao yetu pia ya kijamii kwamba wakili Hekima Mwasipu alipokea simu kutoka kwa Deputy ZCO wa kanda maalum ya Dar es Salaam kwamba Heche amesafirishwa kutoka Dodoma na kuletwa kwenye kituo cha polisi cha Oysterbay jijini Dar es Salaam, ambapo alichukuliwa maelezo mafupi ambayo anatuhumiwa kwa makosa mawili, yote yakihusisha masuala ya ugaidi na akinasibishwa kwamba huenda kwa namna moja ama nyingine amefanya ugaidi akiwa jijini Dar es Salaam ama anajihusisha na masuala ya ugaidi na vitendo vinavyohusilia masuala ya ugaidi katika barabara ya kutoka maeneo ya Mbezi, Kimara mpaka Magomeni. Na hayo yote pamoja ya kwamba alitaka kuchukuliwa maelezo, lakini aligoma kutoa maelezo na badala yake aliandika taarifa muhimu kama jina, kabila na vitu vingine vya eneo, na mpaka hapo bado ikawa akasema maelezo yake atakwenda kutoa mahakamani. Jana ilifikiriwa kwamba pengine huenda angetoa rasmi maelezo yake jeshi la polisi ama angefikishwa mahakamani, lakini hakufikishwa moja kwa moja mahakamani. Badala yake mpaka leo hivi tunavyozungumza na wewe ni kwamba bado kumekuwa na subira ya waandishi wa habari katika viunga mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, na tukiwa hapa ndio taarifa rasmi inatoka kwamba Chadema wamefungua maombi ya habeas corpus wakishinikiza aletwe mahakamani zaidi ya wiki mbili hivi sasa tangu alivyokamatwa kwa mara ya kwanza. Hata hivyo tangu kukamatwa kwake kumekuwa na wadau mbalimbali ambao wamekuwa na maoni tofauti, wengi wakishauri kwamba kufunguliwa kwa maombi haya kuleta taswira nzuri hasa katika mazingira ambayo yaliyoko hivi sasa.
Mfano, mwanamuziki na mfalme wa mashairi Tanzania Selemani Msindi maarufu kama Afande Sele, yeye ameeleza kuwa kitendo cha kukamatwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Heche kinaweza kuchochea hasira za wananchi, hasa katika kipindi hiki ambapo taifa lipo katika majonzi kutokana na masaibu yaliyotokea tangu Oktoba 29 mwaka huu. Afande Sele ameyasema hayo Novemba 5, 2025 wakati akizungumza na Jambo TV mkoani Morogoro, na kuongeza kuwa ni wakati sasa wa haki kutendeka, kwani haki ndiyo msingi wa amani. Novemba 4, 2025 wakili Hakimu Mwasipu ambaye ni mmoja wa mawakili wa Heche alithibitisha kuwa Heche alisafirishwa kutoka Dodoma hadi Dar es Salaam, ambapo anatarajiwa kufikishwa mahakamani kusoma mashtaka yanayomkabili baada ya takriban wiki 2 za kuwa mikononi mwa jeshi la polisi. Lakini kama hiyo itoshi, iko taarifa pia ambayo ilitolewa na rais wa chama cha mawakili ama chama cha wanasheria Tanganyika kwa maana ya TLS, wakili Boniface Mwabukusi. Yeye alilaani vikali hatua ya jeshi la polisi na ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya taifa kwa maana ya DPP kumkamata na kumfungulia mashtaka ya ugaidi makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche, akidai hatua hiyo ni kinyume cha sheria na inalenga kukandamiza demokrasia nchini Tanzania. Kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X, Mwabukusi alitoa kauli hiyo akisema kuwa vyombo hivyo viwili vinamwaga petroli vikidhani vinazima moto na kumhusisha Heche na makosa ya ugaidi. Nikimnukuu, anasema ofisi ya mashtaka ya taifa kwa maana ya DPP na polisi kwa matendo yao wanamwagia petroli wakidhani wanazima moto. Kumtuhumu John Heche kwa ugaidi. Hali ya usalama sio nzuri. Kuendelea na desturi zetu za kupika kesi ili kubambika watu, mnatia aibu taaluma na mnakera, aliandika Mwabukusi. Mwabukusi amedai kuwa Heche alikamatwa na kuzuiliwa kinyume cha sheria na kwamba ni wakati wa mahakama kukataa kutumika kama kokoro la kutekeleza uhalifu dhidi ya demokrasia na kutaka polisi na ofisi ya DPP wadhibitiwe, akisema kuwa vyombo hivyo vinataka kulipua moto ambao hautazimika. Kiongozi huyo wa TLS amesema chama hicho kitatoa msaada wa kisheria kwa Heche pamoja na familia zilizodhulumiwa na kujeruhiwa wakati wa maandamano yaliyosababishwa na vifo na majeraha ya vijana. Anasema, tuliwaonya kwa sauti, tukawafuata kwa unyenyekevu mkubwa na kuambia hawa vijana wa sasa sio wale ambao hatukurizon, na tuliwaambia kwamba halahala kidole na jicho, acheni vijana hawa, wametulia kidogo kwa sababu wana busara kuliko sisi, tusiwachokoze. Akizungumza na Jambo TV Jumanne ya Novemba 4, 2025, wakili Hakimu Mwasipu ambaye ni mmoja wa mawakili wa Heche alithibitisha kuwa Heche alisafirishwa kutoka Dodoma hadi Dar es Salaam, ambako anatarajiwa kufikishwa mahakamani kusoma mashtaka yanayomkabili. Nikukumbushe kwamba wakili huyo alitaja kosa la kwanza analotuhumiwa mteja wake kuwa ni kujihusisha na vitendo vya kigaidi kutoka Kimara mpaka Magomeni, na tuhuma ya pili inahusu kujihusisha na vitendo vya kigaidi maeneo ya Msewe na External. Hii ni Jambo TV.